Habari kamili, mtazamaji, tunaanza na habari za kitaifa. Rais mteule wa awamu ya 5 Dr. John Pombe Magufuli na makamu wake Samia Suluhu Hassan wamekabidhiwa vyeti vya ushindi wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatua hiyo ni uthibitisho wa kuwa viongozi wakuu wa taifa la Tanzania kwa mwaka 2015 mpaka 2020. Tupate taarifa zaidi. Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini NEC inatumia ukumbi wa Diamond Jubilee jijini Dar es Salaam kukabidhi vyeti vya ushindi wa urais baada ya kukamilika kwa zoezi la uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka 2015. Mwenyekiti wa NEC Jaji mstaafu Damian Lobova anasema katiba ya nchi kifungu kidogo cha 35F cha sheria mwaka 1985 kimeipa mamlaka tume hiyo kumtangaza mshindi wa urais na makamu wake. Tume ya Taifa ya Uchaguzi baada ya kujumlisha kura zote za uchaguzi wa rais zilizopokelewa kutoka kwa wasimamizi wa uchaguzi katika majimbo yote 264 ilimtangaza Mheshimiwa Dr. Magufuli John Pombe Joseph jana kuwa mshindi wa kiti cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Hassan Suluhu kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shughuli hii maalum inakamilisha uchaguzi wa Tanzania kwa mwaka 2015. Makofi kina mama. Baada ya kukabidhiwa cheti, washindi hawa wamevionyesha kwa wageni walioshiriki hafla hiyo kama ushuhuda. Aliyekuwa mgombea wa rais kwa tiketi ya ACT Wazalendo Anna Mbwira anatumia fursa hiyo kumwomba rais mteuliwa kutimiza ahadi alizozitoa kwa wananchi ili kuleta maendeleo ya Tanzania. Tunahitaji kuungana pamoja kama taifa kulitetea taifa letu, kuirejesha fahari ya Tanzania. Tanzania tuliwahi kuwa na fahari. Ninamuomba sana rais mteule ahakikishe kwamba fahari ya Tanzania inaendelea, inalindwa, inadumishwa. Pia amekabidhi ilani ACT Wazalendo ili kupitia vipaumbele vyao katika kukuza uchumi wa Tanzania. Dr. John Pombe Magufuli ameshinda kiti cha urais baada ya kupata kura milioni 8,882,935 sawa na 58.46%.